Wakati niliona hapa Central for the first time ati kuna wananchi wanachoma mali ya wengine, ati kwa sababu kuna siasa hapo, watu wanachukua kibiriti na petroli, unaenda unachoma duka ya mtu ambaye labda ameomba loan, ameajiri watoto wetu 5 pale, unachoma ati kwa sababu umekosana na mtu fulani mambo ya siasa. For the first time, and I've been around for a long time. Msinione hivi, mimi sijaanza jana. Ni vile siongeangi sana. Unajua kuna watu wako na maringo mingi. Wanaongea kama dunia hii ni yao. Na hii dunia si ya mtu, dunia ni ya Mungu. Kweli ama si kweli? Si dunia hii ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimekuwa around na mimi nilisoma siasa ya mzee wetu ambaye alipumzika, anaitwa mzee Mwai Kibaki. Nilimsoma nikiwa kijana wake, na alitufundisha siasa nzuri watu wa area hii ya Central Kenya, ya kwamba there is time for everything. Number 2, heshima sio utumwa. Number 3, sio lazima tukorogane ndio ati sasa tutambue nani maarufu. Mzee Kibaki marehemu alitufanyia kazi kubwa, na sisi tunajivunia hii barabara ambayo saa hii tunakamilisha huko mbele. Silianzwa na Mwai Kibaki ikiwa Thika Road huko Nairobi, ikafika mpaka Keno. Si Uhuru Kenyatta ndio pasa alisukuma kutoka pale Keno, akaanza kusongesha huku. Lakini hao viongozi wetu wote, mzee Mwai Kibaki na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna siku hata moja walitufundisha uchokozi, vita, kuchomania manyumba na siasa ya fitina. Nikiongea ukweli mniambie ni ukweli. Si ni ukweli? Hakuna siku wametufundisha hivyo. Na walitufanyia mambo makubwa bila hata kuongea. Sasa hata sisi usaa hii, JK yako hapa ni mbunge wetu, ule mwingine yako pale, mimi niko hapo saa hii, mimi ni deputy president saa hii. Mimi nataka hii miaka imebaki hapa ile nimeshikilia, wakati tunakuja kuomba kura huku Kirinyaga, nataka wananchi wa Kirinyaga waniulize, kama naibu wa rais, ile miaka ulikuwa naibu wa rais, ulitusaidia tukapata maendeleo gani hapa Kirinyaga na hapa Ndia? Si ni kweli? See, that is the test of leadership. So that's what I'm struggling to make sure that I work with your leaders and push as many projects as possible, programs as possible, so that we can have an explanation ya kuambia wananchi wakati ukifika. Kwa hivyo mimi nawasihi tukae namna hiyo, na mimi nasema viongozi wote wapewe heshima. Hakuna mambo ya kupigia mtu kelele. Ule mtu hutaki, wewe kimya, usiende mkutano yake. Wewe ngoja mkutano ya mtu yako. Si ndio? Na nataka tukubaliane. Mimi nataka tukubaliane. Tukubaliane vile mheshimiwa amesema, na mimi na wale viongozi wengine like-minded leaders kutoka area hii yetu ya Central. Sisi tuwe watu wa bidii, wananchi na viongozi tuwe watu wa bidii, na tusiingie katika siasa ya kuharibu mali ama siasa ya kufunga barabara. Hiyo siasa haisaidii. Hata tukiwa na shida ama tukiwa tumekosewa na viongozi, tutafute njia ya kuleta malalamiko yetu, kwa sababu wakati unachoma biashara ya mtu, huyo ni jirani yako. Wale vijana ama wasichana wameandikwa